Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tunaendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni kile ambacho rais wa Marekani Bwana Trump amesema kwamba ataiacha Israel ikiwa itaendelea na vita vyake, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza na maeneo mengine ulimwenguni ikiwa ni pamoja na Iran. Rais huyu wa Marekani amekuwa akiongeza shinikizo kwa Israel katika siku za hivi karibuni. Chanzo kimeeleza kupitia The Washington Post, moja kati ya magazeti nchini Israel. Rais huyu wa Marekani amekuwa akiongeza shinikizo kwa Israel na Trump amekuwa akijulisha Israel, tutakutelekeza ikiwa hautamaliza vita hivi. Chanzo hicho kiliongeza kikizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hawakuruhusiwa kuzungumza na waandishi wa habari. Inaeleza zaidi gazeti la Jerusalem Post la nchini Israel. Ongezeko la shinikizo kutoka kwa Trump limekuja baada ya Israel kuwaita makumi kwa maelfu ya askari wa akiba na kuzidisha mashambulizi ya mabomu huko Gaza. Gazeti la Washington Post nalo pia lilisema. Hata hivyo, kwa mujibu wa afisa aliyezungumza na Ynet ya Israel, ikulu ya White House ilikanusha ripoti kwamba Trump angeiacha Israel. Huo ni uongo. Wazo kwamba tutaiacha Israel ni upuuzi, afisa huyo alisema. Msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Marekani James Hewitt aliambia Ynet baada ya ripoti hiyo kuwa Israel haijawahi kuwa na rafiki bora katika historia kuliko Rais Donald Trump. Tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na Israel ili kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka hao, kuhakikisha kuwa Iran haipati silaha za nyuklia na kuimarisha usalama wa kikanda katika Mashariki ya Kati. Gazeti la Washington Post la nchini Marekani limeripoti zaidi kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ilisema kuwa Israel ilikaribia kurejesha utoaji wa misaada midogo na kwamba majadiliano ya vifaa yalikuwa yakiendelea kutokana na mabadiliko ya hali ya ardhini. Hata hivyo, kumekuwa na sintofahamu wakati huu, hasa baada ya ziara iliyofanywa na rais wa Marekani Donald Trump katika mataifa ya Ghuba, mataifa matatu ya Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu, na kuiacha Israel, jambo ambalo limezua maswali mengi kwamba ni wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump anaiacha Israel na kutoipa msaada. Lakini pia imejiri baada ya rais huyo wa Marekani kuitaka Israel iachane na mpango wake wa kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, wakati ambapo Israel inaandaa mpango madhubuti wa kutaka kufanya shambulizi zito katika vinu vya nyuklia vya Iran. Hata hivyo, hadi wakati huu tayari maandalizi yameshafanyika na Israel inaeleza kwamba wakati wowote huenda ikafanya shambulizi zito katika vinu vya nyuklia vya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.